Mimi binafsi nimeumia sana na laani kitendo hichi. Hili tukio la kusikitisha sana, mwandishi wa habari. Ni tukio ambalo limegusa hisia za watu wengi. Tufike mahali ya kuwa na hofu ya Mungu. Tuache kuwa na roho ngumu za namna hii. Mwenyezi Mungu kama amekuumba kuwa na uzao, hakukosea. Ni mwendelezo wa taarifa za mtoto mchanga aliyetupwa katika bwawa la Tinga hapa katika kijiji cha Sangaiwe, wilayani Babati, mkoani Manyara. Baada ya tukio lile, msamaria mmoja mwema amejitokeza na kuomba mwili huo kwa ajili ya kufanyia maziko katika eneo lake. Hapa tumezungumza naye na anatueleza ni kwa kiasi gani tukio hili kwanza limemgusa naye kujitolea eneo lake kwa ajili ya kusitiri mwili huo. Kwa majina yangu naitwa Rose Alexander Monjari. Mimi nilipigiwa simu na mchungaji, nikaambiwa njoo uone mtoto huko bwawani. Nikakimbia. Nilipokimbia kufika nikamuona yule mtoto. Sasa katika kumwangalia hivi roho iliniuma sana. Mahali pa kwenda kustiriwa ilikuwa inaleta shida. Ikabidi nikamuomba tu, nikamwambia nipeni mimi nikamzike kwangu, wakawa wamenikubalia. Maana walisema tumpeleke sijui malaloni. Mimi roho yangu ikaniuma tu, nikasema mtoto huyu ni mdogo sana, bora nikamstiri nyumbani kwangu. Naitwa Saidi Hamza Mwaliko, ni msaidizi wa kisheria kata ya Magugu na ni mtetezi wa haki za binadamu. Tukio hili limetusikitisha kwa kweli na limehuzunisha kwa sababu ni matukio ambayo kwa sasa Magugu naona yanakuwa endelevu. Kwa hiyo matukio ambayo kimsingi jamii kwa sasa hivi kuna utofauti kidogo wa maisha. Zamani kipindi cha nyuma watu walikuwa wanashirikiana, lakini kwa sasa hivi unakuta hata mtu anapata changamoto lakini jamii kama jamii inamweka pembeni. Kwa hiyo vitendo kama hivyo vinampelekea mtu kujiona kama ametengwa. Kwa hiyo anaweza kufikia hatua akafanya matukio kama haya. Hapa siku za nyuma palikuwa na matukio ya namna hiyo, lakini wazee wa mila wajaribu kukaa na kwenye hili jambo. Unajua wanasema dini haivunji mila, wala mila haivunji dini. Kwa hiyo kuna utaratibu wa wazee wa mila wakae wazungumze jambo hili, wana nafasi yao kabisa, wana nafasi yao. Wakiongea jambo hili litakomeshwa. Na mimi naamini kwa matukio kama haya na tukio hasa kama hili, naamini kabisa litakuwa ni chachu kwa upande wa wazee wa mila kwa ajili ya kukomesha jambo kama hili. Kama hivi leo, tukio hili la leo, hili tukio la kusikitisha sana, mwandishi wa habari. Ni tukio ambalo limegusa hisia za watu wengi. Wewe angalia kwenye umati kama huu leo watu wamejitokeza, si tukio la kawaida. Kila mtu aliongea maneno yake. Wakina mama hapa wamelia machozi, wanasema kwa nini huyu mtoto nisingepewa mimi, anaenda kutupa. Kwa hiyo limewagusa watu wengi sana. Kwa hiyo kwenye kukomesha hii lazima wazee, sio wazee tu wa mila, hata viongozi wa dini zote wakae watafakari jambo hili lichukuliwe hatua za namna yake. Inspekta Lutengano Kulefya Mwambalaswa, polisi kata wa kata ya Mwada. Niwapo pole sana kwa tukio hili lililotokea, kwa sababu baada ya kupewa taarifa niliweza kuwasiliana pia na kitengo cha upelelezi kutoka kituo cha polisi Mwada, ambao ndo wana jukumu na kufuatilia tukio na kukagua eneo la tukio. Walifika kwa wakati, basi na sisi tulipopata hizo taarifa tulifika kwa wakati katika eneo la tukio. Niwaombe sana kina mama, niwaombe sana kwa sababu nyie ndo mnaobeba mimba. Mtoto wako akibeba mimba nyumbani, usimkalipie kwa sababu ile tayari ndo kashabeba. Hata ukimkalipia, ukamtukana, ukamfokea, lakini haitabadilisha kwamba tayari yuko na mimba. Hivyo unatakiwa ukae naye kwa busara, umlee kama ulivyokuwa unamlea kipindi hicho wakati ni mtoto wako na ni mdogo, uendelee kumlea hivyo hivyo mpaka atakapojifungua. Yule mtoto akiona kuna faraja ya wazazi pamoja na kwamba alikosea, hawezi kuchukua maamuzi ya kwenda kumtupa mtoto kwenye bwawa. Tunaelewana kina mama?